Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo tunakumbushana katika swala zima la uaminifu. Tunakumbushana katika swala zima la uaminifu. Hakuna mtaji mkubwa katika maisha ya binadamu kama kuwa na uaminifu. Pesa ikipotea inaweza kutafutwa tena, lakini uaminifu kifa ni ngumu sana kuweza kurudi. Na hata watu waliofanikiwa katika maisha hawakufanikiwa kwa nguvu peke yake, bali walifanikiwa pamoja na kuwa na uaminifu katika maisha yao. Tuangalie maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alijulikana kwa jina la Al-Amin, mwaminifu. Hata kabla ya utume alijulikana kama vile ni mwaminifu. Watu waliweza kwenda kwake kuhifadhi mali mbalimbali, vitu mbalimbali. Watu walipata nguvu ya kuweza kuhifadhi amana zao kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya uaminifu aliokuwa nao. Lakini asingekuwa na uaminifu, asingepata nafasi ya kuweza kuwavuta watu waweze kuhifadhi vitu kwake. Lakini tuangalie namna ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyolinda uaminifu hata pale ambapo alikuwa katika mazingira magumu. Alipokuwa akienda Madina, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, japo alikuwa katika hali iliyokuwa ni ngumu, alimuachia amana Sayyidina Ali karramallahu wajha ili aweze kurudisha amana za watu ambazo walihifadhi kwake. Japo yupo katika hali ambayo ilikuwa si nzuri kimazingira, ila alimuachia mtu ambaye ataweza kurudisha amana katika mikono ya watu. Na hii ndio sifa ya mu'min wa kweli, kuweza kulinda amana katika hali yoyote. Kuna wakati inafikia hatua unashangaa mbona kila kitu nachokifanya hakiendi. Unashangaa una kazi lakini kwenye kazi haudumu. Unashangaa unafungua biashara lakini biashara yako inakufa ndani ya muda mfupi. Unajitahidi kufanya nyiradi mbalimbali, unajitahidi kufanya adhkari mbalimbali kwa lengo la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukujaalia wepesi katika riziki zako. Kumbe shida ipo katika uaminifu. Ni sawa unafanya biashara, unafanya kazi, lakini je, hiyo kazi unaipa thamani yake katika uaminifu? Unafanya biashara, je, hiyo biashara unayoifanya una uaminifu kwa wateja wako? Una mafanikio yanategemea na uaminifu wako. Upo katika ndoa, je, una uaminifu katika ndoa yako? Unalinda ile misingi ya ndoa yako? Upo katika uongozi, je, una uaminifu katika uongozi wako? Bwana, tumekuachia hivi vitu, tunakuachia hizi amana, zilinde. Je, una uaminifu katika cheo ambacho ulichopewa? Uaminifu ni kitu ambacho kila mtu lazima akiishi katika nafasi yake. Bahati mbaya ni kwamba imefikia hatua kwa baadhi ya watu katika jamii, kule kukosekana kwa uaminifu imekuwa ni sifa kubwa. Unakuta mtu yupo kazini lakini anajisifia kwamba sikai kizembe, kwamba bosi akijichanganya na mimi namchanganya. So bosi anaona kwamba kuna vitu havieleweki, kuna vitu vinapungua, lakini wewe unafanya ujanja wako katika mfumo ambao bosi hakuoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. So siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayokufedhehesha ndio siku ambayo utaweza kupoteza kazi ambayo ulikuwa nayo. Lakini kwa nini umepoteza? Kwa sababu umekosa uaminifu, kwa sababu ulijipamba kwa kule kuona kwamba unamkomoa bosi wako, kwamba unamdhulumu. Turudi
katika kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam, pale ambapo Bi Zulekha alipohitaji kuweza kufanya kitu ambacho si kizuri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia jibu ambalo Nabii Yusuf alimjibu Bi Zulekha, ambalo lilibeba kujali na kuthamini uaminifu. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, sadaqa Allahu al-azim. Jibu la Nabii Yusuf linaonyesha imani, linaonyesha uaminifu, kwamba anapata treatment nzuri, analala sehemu nzuri, anakula vizuri, ana heshima ndani ya nyumba. Kwa nini leo aweze kumsaliti kwa kuweza kufanya kitu ambacho si kizuri na mkewe? Maanake ni kwamba Nabii Yusuf alayhi salam alishinda katika eneo hili pale ambapo alipoanza kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na yeye alikaa katika nafasi yake ya kuweza kulinda uaminifu. Wangapi wamepoteza wake kwa sababu ya kukosa uaminifu? Wangapi wamepoteza biashara nzuri kwa sababu ya kukosa uaminifu? Wangapi wamepoteza vyeo vyenye thamani kwa sababu ya kukosa uaminifu? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea hivi visa si kwa lengo la kuburudika, bali tuweze kutafakari na tuweze kutumia hivi visa katika maisha yetu. Na si visa ambavyo vimetungwa, ni visa ambavyo vimetokea kwa waja waliokuwa na ikhlas. Kupitia ikhlasi zao leo tunapata mwongozo, tunapata mwanga wa namna gani tunaweza kuendesha maisha yetu. Wewe ni fundi, unatoa ahadi kwamba bwana, nguo yako ndani ya wiki moja itakuwa tayari imekamilika. Mteja wako anakaa nasubiri kwamba baada ya wiki moja aweze kukutafuta ili aweze kupata nguo yake. Anafika hata nguo kuianza bado hujaianza. Maanake ni kwamba umekosa uaminifu. Pindi wateja wanapogoma kuja katika biashara yako, utaanza kulalamika, lakini wewe ndiyo utakuwa ni mwenye shida. Kumbuka Nabii Yusuf katika jibu lake alimalizia kwa kusema kwamba innahu la yuflihu adh-dhalimun, watu ambao wanafanya mambo ya kidhalim hawawezi kufanikiwa katika maisha kamwe. Ukifanya vitu ukatanguliza kufanya dhulma ndani yake, ukatanguliza kufanya udanganyifu ndani yake, swala la mafanikio sahau katika maisha yako. Japo mwanzoni utakapoanza kuona matunda ya unaoyafanya utajihisi umeshinda, lakini hapana, huo sio mwisho. Kuna wakati utafika utajuta kwa hayo ambayo unaoyafanya. Maanake ni kwamba tunatakiwa tuweze kuwa na uaminifu katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye uaminifu katika maisha yetu, kila mmoja kwa nafasi yake. Kama ni mume, basi awe na uaminifu kwa mkewe na familia yake. Kama ni mke, basi awe na uaminifu katika familia yake na kulinda mali na heshima ya mume wake. Kama ni mfanyabiashara, kuwa na uaminifu kwa wateja wako, kuwa na ahadi zenye ukweli. Kama ni kiongozi, kuwa na uaminifu katika sehemu ambayo umekaa. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa watu wenye uaminifu katika nafasi zetu.